na sisi kama wizara tunasema vikundi ambavyo vinarejesha mikopo tunavipa kipaumbele katika ukuaji wake. Hiki ni kati ya vikundi vichache sana vya Tanzania ambavyo vimeweza kurejesha mikopo. Sasa hivi katika mfuko wa maendeleo ya vijana tuna fedha nyingi sana zijarudi. Kwa sababu tu wao wamerudisha, sisi tumeweka kipaumbele kwao. Na katika mchakato ambao unaendelea lazima tutawaweka katika orodha ya watu ambao watasaidiwa kama kikundi. Tuanze na nini, aidha kama ni gari wana mix kulingana na vipaumbele vyao ambavyo wataweka, lakini hilo halina mjadala sasa na maelekezo ya kamati yalivyokuwa, lakini na sisi kama wizara pia tungependa tuone wanafika mbali zaidi. Lakini kikundi hiki pia nafikiri kimetoa changamoto kwa vijana nchini Tanzania kwamba unapokuwa na ndoto unahitaji uvumilivu, lakini unahitaji uendelevu pia na usidharau mwanzo mdogo. Hao wameanza mwaka 2008. Wamekuja kupata mkopo wa kwanza 2018, miaka 10, mkopo wa halmashauri milioni 5. Lakini baada hapo wakakaa tena miaka kama mitatu wakapata mkopo mwingine mkubwa. Na leo wana miaka kama 5 tangu wamepata mkopo wa mwisho, na kama nilivyoeleza tutahakikisha kwamba wanapewa pia mkopo mwingine hasa kwa ajili ya gari pamoja na mashine kwa ajili ya mix ambao wametaja. Kwa kama serikali, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yako wazi kwamba vijana ambao wameamua kitu cha kufanya na wanahitaji support ya serikali kwa namna yoyote ile, serikali basi iweke kipaumbele. Na mimi kama waziri nipewe dhamana, basi nitahakikisha kwamba vijana wanafikiwa kila kona nchi kuhakikishia wanapewa support wanahitaji. Mwisho, shauri ambao pia tumetolea maelekezo kwamba wakizalisha wapewe tenda za serikali. Tumeshaongea na halmashauri, tuna mkakati wa serikali wa sheria ya manunuzi inataja 30% ya manunuzi yote ya umma yaende kwa vijana. Kwa hiyo vijana tunatarajia kesho wajenge wa supply matofali kwa ajili ya madarasa, wajenge barabara ambazo zinazunguka hapa. Kwa hiyo ningetaka pia waendelee kuwa na ndoto kubwa, kwa sababu nia Mheshimiwa Rais alisema wakati anafungua bunge la 13 anataka kuacha makampuni makubwa ya vijana ambayo yanaweza kuajiri watu wengine. Mimi naamini katika miaka 4-5 ambayo imebakia, pengine hiki kitakuwa ni moja ya kampuni kubwa ambayo tutazalisha kutoka katika mkoa wa Tanga, na tutafanya hivyo kwa mwelekezo wa Mheshimiwa aliyotupatia. Kwanza, eneo lao la uzalishaji ni dogo mno, ambapo kimsingi hapa kama wanaongezewa mtaji, ili eneo wote tunajionea halitoshelezi. Kwa hiyo sisi kama kamati tunaitaka wizara kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa kuhakikisha wanawasaidia vijana hawa wanapata eneo kubwa, eneo zuri kwa ajili ya production, and then hapa pakabaki kama display, yani kama dukani. Lakini jambo la pili ambalo sisi kama kamati tunawaomba wizara, vijana hawa tangu wapate huu mkopo mwaka 2018 na wamekuwa vijana wazuri sana. Wamechukua mkopo wa milioni 20 na wamerejesha. Sasa kutoka 2018 mpaka leo 2026 mtajionea wenyewe wanahabari ni muda mrefu kiasi gani. Na kwa kuwa wana tabia njema ya kuchukua na kurejesha, ni dhahiri wanahitaji kupatiwa mkopo mwingine kwa hatua nyingine. Kwa hiyo ni rai yetu, ni maoni yetu kwa wizara tunaoisimamia, ama ni ushauri wa kamati kwamba waone namna bora ya kuwapatia vijana hawa mkopo wa mara ya pili ama mkopo mwingine, ili waendelee na changamoto zao, watatue changamoto zao walizoziainisha, ikiwemo changamoto wa ukosefu wa gari, kwamba kupitia huo mkopo wataweza kununua gari wakiwa wamepatiwa eneo, means watazalisha kule, wataweza kusafirisha huku. Inaweza wakanunua gari ndogo ama ikawa gari ya kazi sasa inayofanya kazi multipurpose. Wao watapanda na mzigo utapanda. Unajua, vijana katika nchi hii walifika pahala wakiambiwa wajiajiri, wanakuja na mawazo makubwa, wanasema hao wanaotuambia tujiajiri, tujiajiri hawa huni nini hawa. Lakini nimesoma taarifa hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana hawa wametoa ushuhuda kwa yale ambayo huwa tunasema watu wanadhani ni mahubiri, kwamba kumbe mbuyu unaouona leo unashindwa kuukumbatia ulianza kama mchicha. Nipigieni makofi. Wameanza na 100,000 tu hapa. 100,000 watu 5, maana yake ni 20,000. Hivi kweli vijana wanakosa 20,000? Lakini leo wanasema wana mtaji wa milioni 52. Wametoa ushuhuda kwa vijana kwamba inawezekana, na Mama Samia kwa sababu amemwaga fedha, kumbe inawezekana. Milioni 20 kwetu sisi imefanya pakubwa sana. Mpaka sisi wenyewe tumejenga, mimi na chumba na city room na chumba, na nasomesha watoto na vile na wakulima wananitegemea, wenzangu pia wamejenga. Yote hii
Ndio maana thamani ya Dr. Samia. Dr. Samia.